lakini Bwana mtumishi wako amesimama imara. Naomba Jehova, ametoa sadaka ya dhabihu ya mwili wake na muda wake kwa ajili yako ya Jehova, kwa uaminifu miaka yote hii. Naomba sasa Baba, ukamkumbuke, ukamjilia, ukampe Bwana hitaji la moyo wake. Karibu mpendwa wa msikilizaji katika kipindi chetu tena cha siku ya leo, siku ya Alhamisi, tupate kufuatana pamoja katika yale ambayo tumekuandalia, mambo ambayo ni mazuri yenye tija katika maisha yako, katika maisha yangu vile vile. Siku hii ya leo tumekuandalia maombezi kwa Global Donor kwa habari ya watumishi wa Mungu. Ni zamu yako mtumishi wa Mungu siku ya leo. Huna budi kufurahi, huna budi kupata faraja ya kwamba ujenzi makanisa leo iko upande wako. Wewe na mimi ni watumishi wa Mungu, lakini Mungu leo amependa tukashirikishane maombi haya. Ninajua mimi kama mtumishi wa Mungu ninazo changamoto za kunitosha, lakini Bwana kama asemavyo katika maandiko yake hutuvusha kwa ushindi wakati wote. Lakini yamkini haya yanatokea kwa sababu yupo anayeomba, yupo aliyosimama kwa ajili yetu, anaomba kwa ajili yetu. Pengine ni muumini tunayemwongoza katika makanisa yetu, pengine ni mpendwa ambaye yuko karibu nasi anayeguswa kwa habari hiyo ya kutuombea. Ndio maana huduma zetu tunazifanya kwa matumaini, tunazifanya kwa ujasiri, tunazifanya kwa ushindi, kwa sababu yupo anayeomba. Siku wa leo nimesimama mbele yako kama mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombezi kwa watumishi wa Mungu, maombezi kwa Global Donor. Wewe pia ni Global Donor, mfadhili wa ujenzi makanisa. Twende pamoja tukaone maandiko yanayotuongoza katika maombi haya, na kisha nitakwenda kukuombea maalum. Najua unalo jaribu lako, unalo mapito yako, nitakwenda kukueleza nini Mungu anazungumza kwa habari hiyo. Twende tukasome. Tutaanza na maandiko kutoka katika kile kitabu cha Mithali na ile sura ya 3 na mstari kuanzia ule wa 5 na wa 6. Nitakwenda kusoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mtumishi wa Mungu, neno la Mungu limekutaka umtumaini Bwana katika njia zako, naye atanyosha mapito yako. Mtumaini Bwana, mjumbe kwako usiku wa leo. Lakini hatuishii hapo, tusome kabisa katika andiko la pili ambalo litatuongoza pia. Ni kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati na ile sura tuliyoizoea sana, sura ya 8, na tutasoma kuanzia mstari wa 12 na hata ule wa 14. Neno linasema, angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Haleluya! Mtumishi wa Mungu, neno limekuwa thabiti, linakukumbusha kwanza, likianza na kukutia moyo. Katika ile Mithali 3 mstari wa 5 wa 6 tumesoma ya kwamba mtumainie Bwana Mungu wako, mkabidhi njia zako, na mawazo yako yakapate kuthibitika, njia zako zikapate kibali. Maana unavyokwenda unakutana na majaribu katika utumishi wako, unakutana na mapingamizi ambayo hukuyatazamia. Unapoianza huduma hiyo, yamkini unakutana na vizuizi vya kushindwa kujua exactly kwamba Mungu ametaka ufanye nini, amekuita katika wito upi. Umechanganywa wakati mwingine na ushauri mbalimbali zimekuijia kutoka kwa watumishi tofauti tofauti. Wengine wamekomaa kiroho na wengine hawajakomaa. Yamkini ni watu wa karibu sana unaoamini, lakini wamekuchanganya kwa maelezo
ya kwamba wewe umeitwa kwa ajili ya huduma hii, lakini ndani ya moyo wako pia yawezekana kuna vita ya kujua hilo, ya kwamba umeitwa katika lipi, maana hujipi nafasi ya kutosha katika kujua mwongozo wa Mungu nasema nini. Hivyo umekuwa ukiwaza akili zako tu, unasikia matamanio, unasukumwa katika uimbaji, unasukumwa katika eneo la kushuhudia, pengine unasukumwa katika uinjilisti, lakini hujajua exactly ya kwamba Mungu hasa amekuita wapi. Ninapenda nikwambie mtumishi wa Mungu, hakika mimi ni shahidi, nimekwisha kujua hakika Bwana huongea na watu wake, lakini amesema umkabidhi njia zako, jitoe kikamilifu. Yeye anawapenda wale wamtafutao, wale wanaomtafuta kwa bidii wanamwona. Sauti ya Mungu inakuwa iko peupe, lakini anatafuta uweke moyo wako kikamilifu kwake, inatafuta ujitenge, uwe mbele zake kwa uhakika. Mimi nimeimwona Mungu katika engo hiyo. Unapojitoa kikamilifu, unatoa muda wa kutosha, sio wa kubipu bipu, sio wa kujaribu jaribu, sio wa lisali moja. Mungu anapatikana, yeye ni roho, anapatikana na anawataka watu wamwabuduo katika roho na kweli. Anatamani watu ambao wanajitoa kikamilifu, wanautoa muda wao kikamilifu, sadaka ya miili yao, hekalu la Roho Mtakatifu likitolewa kikamilifu. Mungu lazima aonekane. Nami nakutia moyo ndugu yangu unayepata shida ya kujua Mungu amekuita katika usimamizi upi, amekuita katika mwito upi. Hakika nakwambia, ukijitoa kikamilifu, yamkini bado hujasimama sawa sawa, bado hujaonja mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hebu naomba ongeza spidi, ongeza mwendo, asiwepo mtu wa kukurudisha nyuma, maana katika kufanya hivyo ndipo utakutana na uso wa Bwana wa majeshi, atakujuza. Mimi nilipo hapa nimesimama chini ya uvuli wa ujenzi makanisa, ninakuhakikisha sibahatishi. Nimeitwa katika wito huu, nimemthibitisha Bwana, nimetembea katika kumtafuta Bwana kwa muda mrefu, katika kipindi kisichopungua miaka 4 5 ninamtafuta, lakini sasa nimempata na nimejipata ya kwamba ameniita katika engo hii. Nami nakuthibitishia, nenda mbele za Bwana kwa moyo wote, Mungu atakuonekania. Lakini unalojaribu jingine, wewe ambao umekwisha kusimama katika kujua eneo lako, lakini bado unapambana na vita vinavyokusumbua kila wakati, kile ukipita huku unapata vipingamizi, hakuna pengine mwitikio kutoka kwa wakubwa zako wa kazi, wale ambao wamekuweka katika eneo hilo, lakini Bwana amekuweka mikono. Ndio unaweza ukaenda, umeanza kazi mpya, lakini unakumbana na changamoto. Hakuna sapoti kutoka juu, hakuna sapoti kutoka kwa wale waliokuweka, walio juu. Lakini wewe unaona kama umeachwa, umekuwa kama kifaranga ambaye hana mlezi, lakini wewe unaona hiyo ni changamoto tayari. Nami nakutia moyo, mtumishi wa Mungu, jipe moyo mkuu. Neno la Mungu linasema yeye amtumainia mwanadamu amelaaniwa, maana ni heri kumtumainia Bwana, maana Bwana ndiye aliyekuita. Na kutia moyo, songa mbele katika jina la Yesu Kristo. Ora sharabakasira bakasi, na kuhakikishia Bwana Mungu anasema, iwapo umekwisha kufanikiwa, iwapo umekwisha kupata sasa kile ulichokihitaji, umekaa na hali ngumu ya kiuchumi katika familia, katika utumishi wako kwa muda mrefu, na sasa umefikia wakati sasa unavuna ulichopanda. Neema imeanza kukujilia ndani ya kanisa lako, neema imeanza kukujilia katika huduma yako, nawe sasa umeanza kusahau yale uliyokuwa unayapata masahibu wakati wa kutafuta uso wa Bwana. Lakini sasa unaonja raha, unaonja mafanikio. Kila kuchao unaona mapato yanaongezeka katika gara yako, unaanza kuona waumini wanaongezeka, na kazi yako inasonga mbele kwa ushindi mkuu. Sasa unaanza kuota kiburi, yamkini sasa wewe unaanza kuona maneno ya kashfa, unakashifu. Huwezi tena kuwasikiliza wale wanyonge, huwezi tena kuwaombea wale wasiokuwa na kipato, huwatembelei tena wale ambao ulikuwa unawatembelea wanakufariji. Sasa umekuwa ni mtu unabaki kwenye kiti chako, huhitaji tena kusimama na kuwahubiri watu, huhitaji, unakuwa unanyosha tu vidole na kuelekeza. Lakini wewe sasa usimame madhabahuni, na ukisimama unakuwa na maneno magumu ya kuwaumiza wale ambao ndio wanakuombea. Neno linasema usijisahau. Utakapokuwa huduma yako imesimama, usisahau ulikotoka, maana Bwana aweza kukurudisha kule pia.
Nyenyekea mbele ya wale ambao wanakutegemeza. Nyenyekea, uwe na lugha ya kupendeza. Ongeza juhudi ya maombi, ongeza juhudi ya maombi. Usipunguze maombi ya kujitoa na kujitenga. Endelea katika hali hiyo, ndipo utakapoenda kuona mkono wa Bwana wa hakika, katika jina la Yesu. Haleluya! Ninakualika sasa ukaweze kuambatana nami napoenda kuomba sasa, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa ujenzi, makanisa unayenisikiliza wakati wote, Jehova, ninakuja mbele zako kwa ajili ya mtumishi huyu. Naomba Bwana katika jina la Yesu Kristo ukasikie kilio chake. Naomba Bwana ukaweze kushusha wingu lako Jehova, ukajibu mahitaji ya mtumishi wako. Amepata dhiki na adha katika muda mrefu, amekulilia kwa muda mrefu kwa habari ya kazi yako mahali hapa, ugumu ambao amekutana nao Bwana katika miaka yote hii. Bwana amevumilia adha anazozipitia, mitihani aliyoipitia katika nyumba yake Bwana, katika kukataliwa na kanisa lake, na katika kusongwa na maumivu na magonjwa yanayomsibu kila leo. Lakini Bwana, mtumishi wako amesimama imara. Naomba Jehova, ametoa sadaka ya dhabihu ya mwili wake na muda wake kwa ajili yako ya Jehova, kwa uaminifu miaka yote hii. Naomba sasa Baba, ukamkumbuke, ukamjilia, ukampe Bwana hitaji la moyo wake katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati Baba, neema yako inahitajika katika mtumishi wako Baba. Ninaomba mkumbuke, ninaomba Yehova, mkumbuke sasa mtumwa wako, akapate Bwana kila ambacho amelia kwa muda mrefu. Sadaka zake Baba ukazikumbuke, maana Bwana zinanena mbele ya kiti chako cha enzi, ili kwamba Bwana akapate kujiliwa na mafanikio ambayo ameota kwa muda mrefu, ndoto ambazo amekuwa nazo Bwana za kupiga hatua. Naomba Baba ikafikirie muda wake sasa, akachume kila ambacho Bwana amepanda kwa muda mrefu. Namleta mbele zako Jehova, neema yako ikawe juu yake, mpakwa mafuta wako Bwana akapate neema, akapate kibali, akapate ushindi katika jaribu ambalo amekaa nalo muda mrefu. Naomba Bwana katika jina la Yesu Kristo ikapate kuwa, katika jina la Yesu Kristo. Nauona muujiza kwako sasa, naona majonzi yako Baba yakifutika, naona Baba huzuni yako sasa ikifutika, inageuka na kuwa faraja na kuwa kicheko, maana umeumia na kuumizwa kwa muda mrefu. Ni zamu yako sasa Baba kufarijika, ni zamu yako kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Pokea muujiza wako sasa kwa jina la Yehova, jina la Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, rokarosharekosabadieka, katika jina la Yesu Kristo na iwe. Pokea. Haleluya. Arakabashinda rais katika boshi, katika jina la Yesu Kristo. Mara utakapokuwa umepokea mabadiliko katika mwelekeo wa huduma yako na Mungu anaanza kukuonekania kikamilifu, ndipo utatakiwa toa sadaka yako ya shukrani na uitume kwa akaunti namba zinazoonekana katika skrini ya simu yako, na utakwenda kuiweka pale ukiamini kwamba Mungu kwa hiyo sadaka itanena mbele yake ya kiti cha enzi na kwa baraka ya endelevu kwa ajili ya muujiza uliopokea. Niseme nini basi kwa siku ya leo? Ni kwage nikisema Mungu akubariki, mtumishi wa Mungu. Amen.